Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo neno la Bwana linazungumzia juu ya sheria ya Bwana. Hii ni takatifu yenye uwezo wa kumtia mjinga hekima. Ukiishika unachanua, unang'aa, unapona mvuto, unanukia kama mchungaji, na hivyo kondoo wanakufuata. Asiyeshika sheria ya Bwana huchakaa. Mchungaji asiyeshika sheria ya Bwana hushindwa kuwavutia kondoo. Katika somo la kwanza, Musa anawaeleza wazi wana wa Israeli kwamba ushikaji wa amri za Bwana ndio utakaowawezesha kuingia katika nchi ya ahadi na kuimiliki. Pia utawafanya waheshimiwe na watu wa mataifa mengine, na pia utamfanya Bwana Mungu wa Israeli aheshimiwe na watu wote wa ulimwengu. Haya yote yatatokana na jambo moja tu la utiifu wa sheria ya Mungu. Hivyo Israeli anaambiwa awe mtu wa kukumbuka matendo ya Mungu, asiwe wa kusahau, na awe na kitu cha kusimulia kwa maisha yao na kwa vizazi vinavyokuja. Wasisahau hata moja walichotendewa na Bwana. Wasiwe watu wa dharau, kila wanachokiona wakiheshimu. Kila muujiza wanaotendewa na Mungu waubebe kwa umakini. Wasiwe watu wa kusahau na waueleze kwa vizazi vijavyo. Ndugu zangu, huu ndio ujumbe tunaoambiwa na sisi tuuchukue. Ndugu zangu, dharau na kutojali na kusahau mapema zimeiharibu imani yetu. Tunapoonesha dharau kwa mambo matakatifu, kwa watumishi wa Mungu, na kuwa watu wa kusahau haraka, ndio sababu za imani yetu kupotea. Kama tunataka kuendelea kiroho, ni lazima tuhakikishe kwamba mambo matakatifu na matendo makuu ya Mungu yanapewa nafasi ya pekee kila siku. Nisikaribishe aina yoyote ile ya kutojali katika mambo matakatifu. Pia tusiwe watu wa kusahau mapema, lakini pia tuwe watu wa kulipokea neno la Mungu. Wakati mwingine siku hizi watu wamejikuta wakitengeneza chuki binafsi inayobaki ndani ya mioyo yao juu ya wale wachungaji wanaoeleza ukweli juu ya neno la Mungu. Nakuta hata mchungaji hajui, yeye anahubiri neno la Mungu na yeye anajiona anafanya kazi ya Mungu, lakini wale wasikilizaji, kuna baadhi ya wasikilizaji wanaona kama vile wanasemwa. Napo neno la Mungu linapogusa maisha yao, hasa yale ya binafsi, wanajiona wanatengeneza, wanasema lugha ya kawaida, wanatengeneza bifu na wachungaji wao au na mapadri wao. Nashangaa mtu anamchukia tu padri, kumbe ni kwa sababu amehubiri kitu ambacho kimegusa maisha yake, hasa kile kitu ambacho anakifanya. Lakini ndivyo neno la Mungu lilivyo. Ikihubiriwa vizuri ni upanga, huwa linakata, huwa halina linaumbua. Kwa hiyo likubali neno la Mungu likuumbue. Ukiona limegusa kwenye kidonda ambacho pengine ni udhaifu ambao unaufanya, acha kutengeneza bifu, acha kutengeneza chuki juu ya makuhani. Lipokee ili likufanyie mabadiliko. Yesu katika Injili anasisitiza kwamba yeye alikuja kuikamilisha sheria ya manabii na kamwe hakuja kuiondoa. Sheria ya Bwana ndiyo inayotufanya tung'ae, tuweze kucheka, kukaa na amani na wenzetu. Pia ndiyo inayotufanya tuheshimiwe, tuwavutie na kondoo kuja kwetu. Hivyo tushike sheria na viapo vyetu. Ndugu zangu, wengine baadhi yetu tunalalamika, tunaweza kusema kwamba tumeonewa na kunyanyaswa, lakini tukijichunguza kiundani ni kwamba hatukuzishika sheria za Bwana. Na pia tusipozishika sheria za Bwana, tunachukiza, hatupendezi, hatutamaniki. Anayeshika sheria za Bwana, hata kama ana sura mbaya, huwa anavutia tu. Binti asiyeshika sheria za Bwana, hata kama ni mzuri kiasi gani, atakosa mvuto tu. Sisi tuziheshimu sheria za Bwana, tuweze kung'aa na kupendeza machoni pa Mungu. Tuzishike hizi, zitatufanya tuweze kupendeza daima. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, akupe afya njema. Endelea kuzishika sheria za Mungu wala usizikatae. Mungu Mwenyezi akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naendelea kukumbusha shajara zetu za asali mubashara bado zipo.
pale St. Joseph kwenye container la kwaya hapa Dar es Salaam zipo, pale Moshi Bookshop zipo, hapa Msimbazi Bookshop pia zipo. Karibu ujipatie nakala yako, uendelee kujifunza sheria ya Mungu, uendelee kulishika neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linalotufanya tuweze kuwa na amani. Tulichambua neno la Mungu, kulifahamu na kulishirikisha kwa watu, basi tushangae kila siku maisha yako yanang'aa. Jipatie nakala yako ya Shajara. Karibu sana. Siku njema.